na mimi alivyoniita kazi yangu ni kuhubiri. Sasa wewe ni mojawapo wa wale nao wahubiri ambao ni muhimu kushiriki mzigo wangu, kushiriki tabu yangu, maumivu ninayoyapata uyashiriki, usiyakwepe. Bwana asifiwe sana. Na mimi nashiriki maumivu yako. Na kuambia ukikuta niko na kuombea, naweza nikalia kabisa vizuri, lakini naomba neema ya Mungu ije juu yako, na wale wanaotaka kukuangamiza wasikuweze. Na wakati mwingine kuna mabaya yanaweza yakakuijia, unaona ndichaye nimesimama kama mwamuzi mbele yako, ili yale mabaya yasiweze kukufikia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni neema ya Mungu inayokujiria kulingana na agano ambalo umelifanya na Mungu katika siku za maisha yako kama askari mwema wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni muhimu sana mtu wa Mungu kudumu. Tunapozaliwa katika Kristo Yesu, ile ni tendo la siku moja tunapokuwa tumetubu, lakini maisha ni tendo linaloendelea, linalohitajika uaminifu usiobadilishwa. Sasa haya masumbufu ya maisha yanafanya watu watoke kwenye uaminifu, yanafanya watu watoke kwenye msimamo, na kwa sababu hiyo vitu vingi vinaachiliwa juu yao ili wasipige mbio kama kusudi lililokuwa linakusudiwa juu yao. Kwa hiyo tunahitaji usaidizi. Ndio sababu ni muhimu kuomba. Mpendwa, ni muhimu. Ukisikia saa ya kuomba, omba kweli kweli. Siku ya kuomba, omba kweli kweli. Ukikwepa kuomba unajikwepa mwenyewe. Yani unajiletea hatari, ili siku ile ya kuokoka usiokoke. Maana Mungu alitengeneza rango la kuomba, ile siku ya ubaya ikija, haya maombi uliyoyaomba yakusaidie. Sasa wewe saa ya kuomba ulipoayanga tu kajiendea hovyo hovyo. Kwa hiyo siku ile ya kujiriwa likija, ndugu, hupati mlango wa kutokea. Ni wakati huu kama askari mwema unatakiwa kumlilia Mungu. Unatakiwa kuomboleza kabisa. Unajua kuna mtu akiambiwa kuna ubaya hajui kama ubaya upo, lakini ubaya upo. Omba Mungu ubaya usikukute, maana ukikukuta ndio utaomboleza, lakini hakuna mlango wa kutokea, maana umeshafika. Lakini Biblia inasema ombeni msije kuingia wapi? Ni muhimu kuomba wakati bado tuna neema, wakati bado tuna nafasi, ni muhimu kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilisema sijui kama muda wangu utatosha, maana moyo wangu umejaa hivi. Mimi niseme Mungu wa mbinguni akubariki. Niseme Mungu wa mbinguni akubarikie. Tusimame. Liweka tahadhari katika maisha yao ya kwamba wakati wowote adui anaweza kaja. Kwa hiyo hatujisahau, tunakaa makini. Lakini wale waliozamia kwenye haleluya, tuombe. Bwana Mungu wetu mfalme, leo ni siku ambayo ulimwenguni kote wanaadhimisha sikukuu ya kukumbuka kuzaliwa kwako. Na sisi Baba umetujalia kukutana katika siku hii ya kipekee. Baba, tunaomba neema ya kutusaidia. Hawa ni watumishi wako, wameitwa kwa neno lako. Mungu, wasaidie kuishi kwa neno lako. Kila mmoja awe na namna ya kulitii neno lako katika kicho. Achilia roho ya kicho juu ya kila mmoja. Achilia nguvu ya kicho katika jina la Yesu. Na vunja kila udanganyifu wa shetani, kila namna ya udanganyifu wa shetani juu ya wote hawa. Shetani asifanikiwe. Yesu Mwokozi, jifunue na kujidhibitisha
jidhihirishe juu ya moyo wa kila moja, katika njibu juu ya nafsi ya kila moja, kwa jina la Yesu ivunjike, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu mtakatifu utupendaye, asante kwa neema hii, asante kwa Roho Mtakatifu, na asante kwa nguvu zako. Tusaidie kutembea na wewe, tusaidie kuishi na wewe Yesu. Uwe jibu la hitaji la moyo wa kila mmoja wetu. Mungu mtakatifu, najua tunatoka katika pande 4 za jiji la Mwanza, lakini Mungu, kwa kusudi la madhabahu yako, naomba neema hii imufikie kila mmoja, wala shetani asifanikiwe juu ya marango ya nyumba yake, katika uzao wake, katika kazi za mikono yake. Bwana wa majeshi, Mungu wetu, dufundishike. Mungu tuonye, tuonyeke. Dusaidie, dusaidike. Mkono wako usipungue na nguvu yako isipungue. Nguvu yako takatifu, nguvu yako takatifu inayomuinua mnyonge, kumtoa katika nchi ya mavumbi na kumketisha pamoja na wakuu. Hii nguvu iachilie, hii nguvu iachilie. Kwa jina la Yesu pokea neema, kwa jina la Yesu pokea neema, kwa jina la Yesu pokea neema. Pokea neema hii, pokea neema hii. Iwe na majibu ya haki, iwe na majibu ya haki katika siku za maisha yako. Nimekubariki katika jina la Yesu Kristo aliye hai nimeomba. Wote tuseme amen. Mungu wa mbinguni akubariki, akubariki sana. Kama utakuwa na haraka ya kwenda nyumbani, unaweza ukaenda, lakini kama hutakuwa na haraka, unaweza tukaendelea na maombi baadaye, kwa sababu ni muhimu tuombe ili Mungu atusaidie. Mungu wa mbinguni akubariki. Karibu mzee wa kanisa.